Naibu Rais wa zamani na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amekashifu vikali baadhi ya viongozi wa maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya kwa madai ya kumdhalilisha na kumtishia, wakiibua hofu miongoni mwa wanahabari waliopanga kufanya mahojiano ya mduara naye nyumbani kwake Karen, Nairobi hapo jana. Gachagua ambaye ametaja kuhuzunishwa na tukio hilo, ambapo walikuwa wafanya mahojiano na vituo vya redio vya maeneo ya Mandera, Garissa, Marsabit, Wajir na Isiolo, ila yakatibuka dakika za mwisho, amesisitiza kuwa hatishiki na wanasiasa wanaompiga vita na kuwa mahusiano yake na jamii ya Wasomali yataendelea kuwa dhabiti. Ikumbukwe kuwa Gachagua amejipata pabaya katika siku za hivi karibuni kufuatia matamshi yake yaliyohusisha jamii ya Wasomali na biashara tata nchini. Mimi ni rafiki wa dhati wa ukweli wa jamii ya Wasomali, kwa sababu jamii yangu ya Mlima Kenya na Wasomali sisi ni kitu kimoja. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni watu ya kujitafutia, sisi ni watu ambaye tuko na bidii. Sisi watu ya Mlima Kenya na Wasomali tunafanya biashara pamoja, na katika uchumi wa Jamhuri ya Kenya, jamii ya Wasomali na watu ya Mlima Kenya tunachangia kiwango kikubwa sana kuendeleza uchumi wa Jamhuri ya Kenya. Na jamii ya Mlima Kenya na Wasomali hatuwezi wachana. Sisi ni kama chana na pete. DNA ya Wasomali na DNA ya watu ya Mlima Kenya ni moja. Sisi ni watu ya bidii, sisi ni watu ya biashara, sisi ni watu ya kutafuta, na sisi ni watu ya kwenda kila pahali katika Jamhuri ya Kenya kutafuta. Hii sili bila Wasomali na Wakikuyu, hakuna biashara iko hapo. Na sisi hatuwezi wachana, kwa sababu sasa hawa watu ya Mlima Kenya wakikosana na Wasomali wanatoa mali wapi ya kwenda kuuza? Hawa Wasomali wakisikiza wale wakosana na watu ya Mlima Kenya, customer yao atatoka wapi?